Mtu wa Mungu, inue sauti yako kuweza kukemea na kukomesha roho ya hasara. Roho ya hasara. Uinue sauti yako kukemea na kuikomesha roho ya hasara kinyume na maisha yako 2026, kinyume na watu wako 2026, kinyume na kila kitu kinachokuhusu. Sema kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakemea na kukomesha roho ya hasara kinyume changu. Ninakemea na kukomesha roho ya hasara kinyume changu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu, ninaisambaratisha roho ya hasara kwenye maisha yangu. Ninaisambaratisha na kuifuta roho ya hasara kwenye maisha yangu. 2026 ninakataa kuwa chini ya hasara. Ninakataa kupata hasara. Ninakataa kuvuna hasara. Ninakataa kupata matokeo yenye hasara. Ninakataa kuvuna hasara kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakomesha na kusambaratisha kwa damu ya Yesu. Ninaikomesha na kuisambaratisha kwa damu ya Yesu. Ninaikomesha na kuisambaratisha kwa damu ya Yesu. Ninaikomesha na kuisambaratisha roho ya hasara kwa damu ya Yesu. Ninaiweka mbali kabisa na maisha yangu. Ninaiweka mbali kabisa na hatua zangu. Ninaiweka mbali mno na uchumi wangu. Ninaiweka mbali mno na familia yangu. Ninaiweka mbali mno na mahusiano yangu. Endelea mtu wa Mungu, kwa maneno ya kinywa chako, kwa maneno ya kinywa chako ikemee na kuikomesha hilo. Ikemee na kuikomesha hilo. Usipoikemea roho ya hasara, mifuko yako itakuwa imetoboka toboka. Liko andiko kwenye kitabu linasema mifuko yenu imetoboka toboka. Mnaweka mshahara kwenye mifuko iliyotoboka toboka. Mkipanda hampati, mkila hamshibi. Ni roho ya hasara iko active kwako. Inua sauti yako kuikemea roho ya hasara. Inua sauti yako kuikemea roho ya hasara kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaikemea na kuikomesha roho ya hasara. Roho ya hasara kinyume na mipango yangu, kinyume na hatua zangu, kinyume na ndoto yangu, ninaikemea na kuikomesha. Ninaisambaratisha kwa damu ya Yesu. Kila namna ya kupata hasara, kila namna ya kuvuna hasara, kila namna ya kupata hasara, ninakuweka mbali na mimi. Ninakuweka mbali na mimi. Ninakuweka mbali na uchumi wangu. Ninakuweka mbali na biashara yangu. Ninakuweka mbali na hatua zangu. 2026 ninakataa kupata hasara. Ninakataa kuvuna kidogo kidogo. Ninakataa kupata kiduchu kwa mamlaka ya jina la Yesu. 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 Ninakataa matokeo ninayoyapata kuwa kinyume na bidii ninayoiweka. Ninakataa matokeo ninayoyapata kuwa kinyume na muda ninaowekeza kwa mamlaka ya jina la Yesu. 2026 ninaifuta hasara, ninaisambaratisha hasara, ninaikomesha hasara kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaikataa roho ya hasara, ninaikataa roho ya hasara, ninaifuta roho ya hasara, ninaikomesha roho ya hasara kinyume na maisha yangu, kinyume na mahusiano yangu, kinyume na uchumi wangu, kinyume na hatua zangu, kinyume na mkuaji wangu, kinyume na kuomba kwangu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila ninapopanda nitavuna kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila ninapowekeza nitapata faida kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaikemea na kuikomesha roho ya hasara, roho ya hasara, roho ya hasara kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaifuta na kuitangua roho ya hasara, mfumo wa hasara, ushawishi wa hasara, pattern ya hasara kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila namna ya kuvuna hasara, kila namna ya kuvuna hasara, kila namna ya kuvuna hasara, ninaikataa na kuikomesha. Ninaikataa na kuikomesha. Ninaikataa na kuikomesha. Mnyororo wa watu kupata hasara ulioko kwenye familia yetu, ninaukemea na kuukomesha. Ninaukemea na kuukomesha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, ninasambaratisha na kukomesha mnyororo wa kupata hasara uliopo kwenye familia, uliopo kwa watu wangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hasara haina uhalali wa kukaa juu ya maisha yangu. Hasara haina uhalali wa kutawala kwenye mikono yangu. Hasara haina uhalali wa kukaa kwenye uchumi wangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninajitambulisha na neno la Bwana kama vile linavyosema, nimebarikiwa na baraka ya Bwana huwa inatajirisha. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila
Kila nitakapopanda nitavuna, kila nitakapowekeza nitapata, kila nitakapoweka bidii nitapata, kila nitakapotumia nguvu zangu, muda wangu na pesa zangu nitapata faida, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hasara haitakuwa sehemu ya maisha yangu 2026 kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Twende kwenye prayer point yetu ya pili. Nataka uinue sauti yako kuweza kupinga matokeo hafifu 2026. Iko kawaida ya watu kupata matokeo hafifu na wanaona ni kitu cha kawaida. Nataka ukatae kutokea ndani ya moyo wako. Ukatae kwa kumaanisha. Kupata matokeo hafifu, kupata matokeo kidogo, kupata matokeo ya kuungaunga, kupata matokeo ya kubahatisha, kupata matokeo ambayo unakuwa hauna ujasiri kwamba yatakuja au hayaji. Nataka ukatae hicho kitu, ukikanushe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakataa kupata matokeo hafifu 2026. Ninapinga kupata matokeo kiduchu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila ninapowekeza nguvu zangu, kila ninapowekeza akili yangu, kila ninapoweka pesa yangu, na kila ninapoweka muda wangu, nitapata matokeo maradufu, nitapata matokeo maradufu, nitapata matokeo maradufu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila ninapowekeza kupatikana kwangu, kila ninapowekeza moyo wangu, kila ninapowekeza tumaini langu, pananipa matokeo kwa mamlaka ya jina la Yesu, pananipa matokeo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bidii yangu itazaa faida 2026, kujitoa kwangu kutazaa faida 2026. Hebu mtu wa Mungu endelea kwa maneno ya kinywa chako. Kataa matokeo hafifu kinyume na wewe. Kataa matokeo hafifu 2026. Kataa matokeo hafifu kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kataa matokeo hafifu mtu wa Mungu, kataa matokeo hafifu mtu wa Mungu. Kila eneo ambapo unapata matokeo ya kusuasua, kila eneo ambako umekuwa na kawaida ya kutokuwa na uhakika wa kupata matokeo, nataka ukatae, nataka ukatae hiyo roho. Inawezekana mtu wa Mungu ni kwenye maisha yako ya maombi. Kataa hiyo roho. Hautakiwi mtu wa Mungu kuingia kwenye chumba cha maombi ukiwa kama unakwenda kubahatisha. Sema kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaisambaratisha roho ya hasara kuwa kinyume na matokeo yangu 2026. 2026 kwa jina la Yesu, sitapata matokeo hafifu, sitapata matokeo hafifu, sitapata matokeo ya kusuasua, sitapata matokeo ya kubahatisha. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakomesha na kufuta kila namna ya kupata matokeo kidogo, kila namna ya kupata matokeo kidogo, kila namna ya kupata matokeo ya bahati nasibu. Ninakataa na kuikomesha, ninakataa na kuikomesha kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakataa na kukomesha kawaida ya kupata matokeo ya kubahatisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. 2026 sitavuna matokeo kidogo, sitapata matokeo hafifu, sitapata matokeo hafifu. Kila nitakapowekeza nguvu zangu, kila nitakapowekeza muda wangu, kila nitakapoweka tumaini langu, kila nitakapoweka imani yangu, patanipa faida kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakataa na kukomesha matokeo ya kubahatisha, matokeo ya kubangaiza, matokeo ya kuokoteza, matokeo ya kuhurumiwa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwenye biashara yangu nakataa matokeo ya kuonewa huruma, nakataa matokeo ya kuonea huruma, nakataa matokeo ya
kuokoteza, nakataa matokeo ya kubahatisha kwenye miradi yangu, nakataa matokeo ya kubahatisha kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. 2026 natembea katika uweza, ninatembea katika uweza wa nguvu zake. 2026 natembea katika uweza wa nguvu zake kwa mamlaka ya jina la Yesu. 2026 ninajitambulisha kwa nguvu na kile ambacho ameniamini nacho Bwana. Ninajitambulisha kwa nguvu na kile ambacho ameniamini nacho Bwana. 2026 ninafanya kila kitu kwa mkono wenye bidii, kwa mkono wenye nguvu, kwa mkono wenye uweza, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakataa matokeo ya kubahatisha, ninakataa matokeo ya kuokoteza, ninakataa matokeo ya kuhurumiwa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaifuta na kuisambaratisha roho ya hasara, ninaifuta na kuikomesha roho ya hasara, ninaifuta na kuisambaratisha roho ya hasara kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninafuta na kukomesha kila mfumo wa roho ya hasara, kila mtandao wa roho ya hasara, kila fumbo linaloleta hasara kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sitaishi maisha ya kuokoteza, sitaishi maisha ya kubahatisha, sitaishi maisha ya kubangaiza, sitapata matokeo ya kufifu kwa mamlaka ya jina la Yesu, 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu. 2026 sitapata matokeo hafifu, sitapata matokeo kidogo, sitapata matokeo ya kubahatisha, sitapata matokeo ya kupewa, sitapata matokeo ya kuhurumiwa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu Paulo alimwambia Timotheo wakati majira yake ya kuinuka na kufanikiwa alipofika kwenye huduma, alimwambia jitahidi sana uweze kujionyesha kuwa umeaminiwa na Mungu. Jitahidi sana uweze kujionyesha kuwa umeaminiwa na Mungu. Mtu wa Mungu, nataka nikupe hili kama agizo. 2026 jitahidi sana kujionyesha kwamba umeaminiwa na Mungu kwenye kila kitu unachokifanya, kwenye kila kitu unachokiendea, kwenye kila jambo ulilopanga kulianzisha. Weka mkono wenye bidii, weka mkono wenye nguvu, weka mkono wenye uendelevu. Jionyeshe kwamba umekubaliwa na Mungu kufanya unachokifanya. Jionyeshe kwamba umefunguliwa mlango na Mungu kufanya unachokifanya. Assume kwamba you are the only person kwenye hii dunia ambaye Mungu amekupa neema, amekupa kibali cha kufanya unachokifanya. Tembea na hiyo neema kwa mamlaka ya jina la Yesu. Twende kwenye prayer point yetu ya 3. Twende kwenye prayer point yetu ya 3. Nataka uinue sauti yako kuweza kukataa kila ushawishi wa hasara, kila ushawishi wa hasara kwenye kufanya maamuzi ya msingi. Adui anaweza akakuacha kote, akatumia ushawishi wa hasara kwenye maamuzi yako, akakutengenezea ushawishi wa kipepo ili ufanye maamuzi yatakayokuletea hasara. Nataka uweze kuikataa hiyo roho, ukatae hiyo sauti, ukatae hiyo influence ya kipepo ambayo inawapeleka watu kwenye maamuzi na vitendo vya hasara, kwenye maamuzi yote ya msingi, maamuzi ya ndoa, maamuzi ya malezi ya watoto wako, maamuzi ya uwekezaji, maamuzi ya mambo ya huduma, maamuzi ya uwekezaji, maamuzi ya fedha, maamuzi ya mahusiano. Kila eneo ambalo unafanya maamuzi yanayoamua hatima, yanayokugusa moja kwa moja, nataka unue ili ombi la kuweza kuikataa na kufuta ushawishi wa roho ya hasara. Sema, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninakomesha ushawishi wa roho ya hasara wakati wa kufanya maamuzi.
Ninakataa ushawishi wa roho ya hasara wakati wa kuchukua hatua, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaiweka mbali roho ya hasara, ninaiweka mbali roho ya hasara. Wakati wowote nitakapokuwa nafanya maamuzi, wakati wowote nitakapokuwa nachukua hatua, wakati wowote nitakapokuwa nafanya maamuzi yanayoamua hatima yangu, wakati wowote nitakapokuwa nachukua hatua zinazoamua hatima yangu, ninaiweka mbali roho ya hasara, ninaifuta roho ya hasara, ninaikomesha roho ya hasara, ninaikataza roho ya hasara kwa mamlaka ya jina la Yesu, 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaifungia roho ya hasara kinyume na hatua zangu, kinyume na maamuzi yangu, kinyume na utendaji kazi wangu, kinyume na hatua zangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hasara haitazipata pesa zangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hasara haitayapata mahusiano yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hasara haitapata nidhamu zangu za kiroho kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hasara haitapata hatua za maisha yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Endelea mtu wa Mungu kwa maneno ya kinywa chako. Kataa kushawishiwa kuingia kwenye hasara. Kataa kushawishiwa kutenda vitendo vitakavyokupeleka kwenye hasara kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaikomesha na kuifuta roho ya hasara, ninaikomesha na kuifuta kawaida inayosababisha hasara kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila nitakapofanya maamuzi, kila nitakapochukua hatua, kila nitakapofanya maamuzi na kila nitakapochukua hatua, roho ya hasara haitanitawala, roho ya hasara haitanitawala, roho ya hasara haitapofusha macho yangu, roho ya hasara haitapofusha uwezo wangu wa kufanya maamuzi, roho ya hasara haitaniletea uzembe nishindwe kuchukua hatua kwa wakati, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakataa kupitwa na fursa, ninakataa kufanya kwa mkono mlegevu, ninakataa kulipua kazi kwa mamlaka ya jina la Yesu. 2026 ninatembea na mkono wenye uweza, ninatembea na mkono wenye nguvu, ninatembea na mkono wa uendelevu kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hasara haitakuwa sehemu ya maisha yangu, hasara haitakuwa sehemu ya hatua zangu, hasara haitakuwa sehemu ya mahusiano yangu, hasara haitakuwa sehemu ya maisha yangu ya maombi, hasara haitakuwa kwenye mahusiano yangu na Mungu, hasara haitakuwa kwenye kusoma neno. Kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaifuta na kuikomesha roho ya hasara, roho ya hasara. Kila ninapotaka kufanya maamuzi, kila ninapotaka kuchukua hatua, kila ninapotaka kupanga mipango, kila ninapotaka kufanya malengo, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaikomesha roho ya hasara, ninaifuta roho ya hasara, ninaiondoa mitego ya hasara, ninaondoa ushawishi wa hasara, ninawapangua watu wa hasara kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila mtu aliyetumwa kwangu kama agent wa kuleta hasara, kama agent wa kusababisha hasara, ninampangua na kumfuta kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila mtu ambaye anatumiwa na kuzimu kama agent wa kuleta hasara, kama agent wa kuleta hasara, ninampangua na kumfuta kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila mtu aliyetumwa na kuzimu kuwa kama Rutu kwenye maisha yangu, ninamkomesha na kumfuta, ninamkomesha na kumfuta. Ninaondoa kila mtu anayenipotezea muda 2026, ninamfuta kila mtu asiyekwenda ninakokwenda 2026. Kila mtu ambaye haheshimu ninachokiheshimu, ninampangua kwenye hatima yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninajitenganisha na kila marafiki wabaya, na kila marafiki wabaya, na kila influence za kipepo, na kila influence za kipepo kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mtu wa Mungu, liombe kwa kumaanisha. Ukisoma kitabu cha Zaburi sura ya 1 inasema, heri mtu yule asiyenenda katika njia ya watu wakosaji, wala kukaa barazani pa watu wenye mzaha, wala kufuata shauri la wasio haki. Kuna watu wa aina tatu ambao hutakiwi kukaa nao kabisa kwenye maisha. Kuna watu wasio haki, kuna watu wakosaji, na kuna watu wenye mzaha. Inua sauti yako, jitenganishe na hao watu. Sema, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila mtu ambaye ni mtu wa hasara, kila mtu
mtu ambaye ni mtu asiye haki, kila mtu ambaye ni mkosaji, kila mtu ambaye ni mtu wa mzaa, ninamtenganisha na maisha yangu 2026. Ninamfuta kwenye ratiba ya maisha yangu 2026. Kila mtu ambaye ni mtu wa asiye haki, kila mtu ambaye ni mtu wa ukosaji, kila mtu ambaye ni mtu wa mzaa, ninamtenganisha na maisha yangu. Ninamuondoa kwenye hatima yangu, ninamuondoa kwenye mipango yangu, ninamuondoa kwenye njia yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila rafiki ambaye ni mtu wa kukosa, ambaye ni mtu wa sio haki, ambaye ni mtu wa mashauri ya uovu, ambaye ni mtu wa njia ya uovu, ambaye ni mtu wa mzaa, ambaye ni mtu wa mashauri ya uongo, ambaye ni mtu anaheshimu ninachokiheshimu, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninampangua kwenye hatima yangu 2026. Ninamfuta na kumuondoa, ninamfuta na kumuondoa, ninamfuta na kumuondoa, ninamfuta na kumuondoa. Kila mtu ambaye anayenenda kwenye njia ya uovu, kila mtu anayenenda kwenye shauri la wasio haki, na kila mtu anayefuata watu wenye mzaa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninajitenganisha na kila aina ya mahusiano, kila aina ya mahusiano yanayoleta hasara, kila aina ya mahusiano yanayonididimiza, kila aina ya mahusiano yanayonirejesha nyuma, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaomba neema ya kupata macho ya kiroho ili kuwagundua watu wa hasara, ili kuwagundua watu wa uovu, ili kuwagundua watu wa mzaa 2026 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, nipe macho, nipe macho ya kuona, nipe macho ya kuona, nipe akili ya kugundua, nipe uwezo wa kudisan watu wa uovu, watu wa hasara, watu wa mzaa, watu wanaotembea katika njia ya wasio haki, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haleluya. Twende kwenye ombi letu la 4. Nataka uweze kuomba neema ya kuongozwa 2026. Neema ya kuongozwa. Utapata shida sana kama utajiongoza mwenyewe. Ni nia na mapenzi ya Mungu kuweza kukuongoza. Inua sauti yako kuweza kuomba neema ya kuongozwa. Kitabu cha Zaburi anasema, nitakushauri, nitakuonyesha njia utakayoiendea, nitakuongoza na jicho langu litakuangalia. Ni mapenzi ya Mungu kukuongoza, ni mapenzi ya Mungu kukushauri, ni mapenzi ya Mungu na haja yake kukuangalia njia unayoiendea. Inua sauti yako, sema, Baba, katika jina la Yesu, ninaomba neema ya kuongozwa 2026. Ninaomba neema ya kuongozwa 2026 kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ninakabidhi mipango yangu yote 2026. Ninakabidhi malengo yangu yote 2026. Kila kitu ambacho kipo kwenye mkono wangu Baba, ninakileta mbele zako, niongoze. Roho Mtakatifu, niongoze, niongoze. Nifunulie njia nitakayoiendea, nifunulie njia nitakayoifuata. Nishauri mara kwa mara nini cha kufanya. Nipe mwanga katika njia yangu, nipe nuru katika njia yangu, nipe direction katika njia yangu, nipe dalili na ishara ili niweze kujua ninapotembea ndipo napotakiwa kutembea. Baba, katika jina la Yesu ninaomba neema ya kuongozwa 2026. Ninaomba neema ya kuongozwa 2026 kwenye kila jambo ambalo umenipa neema ya kulitia kwenye moyo wangu, kwenye kila jambo ambalo umenifungulia mlango wa kuliwaza kulitenda, kila jambo ambalo umenipa kama assignment 2026. Baba, katika jina la Yesu ninaomba neema ya kuongozwa, ninaomba neema ya kuongozwa, ninaomba neema ya kuongozwa. Nifunulie njia nitakayoifuata, nifunulie njia nitakayoifuata, nifunulie njia nitakayoifuata, nifunulie njia nitakayoifuata. Nipe mwongozo nitakaotendea kazi, nipe mkakati nitakaochukulia hatua. Baba, katika jina la Yesu ninaomba neema ya kuongozwa kwenye kila eneo la maisha yangu, ili niweze kutimiza malengo kwa wakati, ili niweze kukimbia kwa spidi, ili niweze kuwa
na matokeo, ili niweze kuwa na faida, ili niweze kuwa na ushindi. Baba, katika jina la Yesu ninaomba neema ya kuongozwa 2026 kwenye kila kitu ninachokifanya, kwenye kila jambo ninalolianzisha, kwenye kila jambo ninaloliweka mkononi. Baba, katika jina la Yesu ninaomba neema ya kuongozwa 2026. Nipe neema ya kuongozwa 2026. Nipe neema ya kuongozwa 2026. Nipe neema ya kuongozwa 2026. Baba, katika jina la Yesu ninaomba neema ya kuongozwa. Ninaomba neema ya kuongozwa. Nipe mkakati Bwana nitakaofanyia kazi. Nifunulie njia nitakayoiendea katika uchumi wangu, katika mahusiano yangu, katika imani yangu, katika hatua zangu, katika ukuaji wangu, katika malezi ya watoto, kwenye ndoa yangu, kwenye huduma ulionipa, kwenye kila assignment ulionipa. Baba, nionyeshe njia, nifunulie njia nitakayoiendea, nifunulie njia nitakayoifuata, nifunulie njia nitakayoiendea, nifunulie njia nitakayoifuata. Baba, litimize neno lako kwangu, litimize neno lako kwangu, itimize ahadi yako kwangu, itimize ahadi yako kwangu, itimize ahadi yako kwangu ya kuniongoza, ya kunishauri, ya kunionyesha njia, na jicho lako liniangalie. Baba, katika jina la Yesu, si unasema kwenye maandiko kwamba wewe utazilinda hatua zetu 2026? Ninaomba ulinde hatua zangu, ninaomba ulinde hatua zangu, ili adui asizipate akaziingiza kwenye hasara, ili mwovu asizipate akaziingiza kwenye makosa. Baba, katika jina la Yesu ninaomba uniongoze 2026. Ninaomba uniongoze 2026. Nifunulie mashauri yako, nifunulie mashauri yako, nifunulie mapenzi yako yatakayonipa mwongozo, yatakayonipa direction, yatakayonipa njia ya kuifuata, yatakayonipa mahala pa kupita, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Twende kwenye ombi la 5. Nataka uweze kukataa na kukomesha ushawishi wa roho ya makosa ambao adui anaweza kuinua kinyume na wewe. Ukiacha hilo, mtu wa Mungu, kukosea itakuwa kawaida yako. Kufanya makosa na kuhisi hakuna kilichoharibika itakuwa kawaida yako. Sema kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakemea na kukomesha roho ya makosa juu ya maisha yangu. Ninakemea na kukomesha roho ya makosa juu ya maisha yangu. Kwa jina la Yesu ninatengua na kufuta kila ushawishi wa roho ya makosa kwenye maisha yangu. Ninaachilia damu ya Yesu kinyume na kila pando la roho ya kukosea, kinyume na kila pando na roho ya kukosea, kinyume na kila ushawishi wa roho ya kukosea. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, endelea kwa maneno ya kinywa chako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu, tunaikomesha na kuifuta roho ya makosa, roho ya makosa, roho ya makosa, roho ya makosa, roho ya makosa. Kila mahala ambako adui aliingiza fundisho la uongo kwenye masikio ya watu wa Kingdom Community, ili liwachochee kuona ni sahihi kukosea, ili liwape urahisi wa kwenda kukosea, ninalifuta na kuliondoa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninalifuta na kuliondoa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila fundisho la uongo, kila ushauri wa uongo ambao adui ameupenyeza kwenye masikio yetu, ambao adui ameupenyeza kwenye mioyo yetu, ushauri unaotusukuma kuelekea makosa, ninaufuta na kuukomesha kwa damu ya Yesu. Ninaufuta na kuukomesha kwa damu ya Yesu. Ninaufuta na kuukomesha kwa damu ya Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu ninavunja na kuisambaratisha roho ya makosa, roho ya makosa, roho ya makosa, tabia za makosa, kawaida ya kufanya makosa, ninaifuta na kuikomesha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila fundisho la uongo ambalo adui amelipenyeza kwenye mioyo yetu, kwenye masikio yetu, na kutupa uwepesi wa kuekimbilia makosa, na kutupa uwepesi wa kutaka kukosea, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninalifuta hilo fundisho, ninaliharibu hilo fundisho, ninalikomesha hilo fundisho, ninalibatilisha
ninabatilisha hilo fundisho kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila ushawishi wa kipepo ambao adui ameupenyeza kwenye mioyo yetu, unaosababisha tuone vitu vya msingi vitu vipuuze na vile vya kipuuzi tuvizingatie, ninafuta hiyo roho, ninafuta huo ushauri, ninafuta hayo maneno, ninafuta hiyo kawaida kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ereko satayadaba makarabobo sayata shatayantaba riko sekete masatayataba riko satayadaba meko satayadaba riko seketerebobosa riko satayadaba. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu, ninaifuta roho ya makosa, ninaifuta roho ya makosa, ninaifuta roho ya makosa kwenye mstari wa maisha yako, kwenye hatima ya ndoa yako, kwenye hatima ya uchumi wako, kwenye maisha yako kiroho, kwenye maisha yako kiuchumi, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila mahala ambako adui anakupiga kwa maroho ya makosa, ambapo adui anakunyima nguvu kwa roho ya makosa, ninakuchomoa, ninakuchomoa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila kifungo cha kuyapenda makosa, kila kifungo cha kupendelea kukosea, ninakifuta na kukibatilisha juu ya maisha yako, juu ya hatima yako, juu ya hatima yako, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Twende kwenye ombi letu la 6. Nataka uweze kutumia mamlaka ya damu ya Yesu. Utumie mamlaka ya damu ya Yesu kukomesha kila tabia sugu ya makosa na kila addiction iliyojengwa kwa ushawishi wa roho ya makosa. Achilia mamlaka ya damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu kinyume na kila mazoea ya kukosea na kila addiction iliyosababishwa na roho ya makosa. Sema, ninaachilia damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu kinyume na kila tabia sugu, kinyume na kila kawaida ya kukosea, kinyume na kila kawaida ya kukosea. Ninaachilia damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu kinyume na kila kawaida ya kukosea, kinyume na kila ushawishi wa kukosea, kinyume na kila mazoea ya kukosea, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninasambaratisha kila pando la tabia ya makosa. Ninasambaratisha kila pando ya tabia ya makosa. Ninafuta kila addiction ambayo adui ameipanda kwenye maisha yangu, ambayo adui ameipanda kwenye maisha yangu. Kila kifungo cha addiction ninakifuta na kukikomesha kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila kifungo cha addiction ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu kukifuta na kukiondoa, kukifuta na kukikomesha, kukifuta na kukibatilisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Endelea mtu wa Mungu kwa maneno ya kinywa chako. Endelea mtu wa Mungu kwa maneno ya kinywa chako. Ribosa tayadabaha, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Ninafuta kila kawaida ya kukaa kwenye makosa, kila kawaida ya kukosea, kila kawaida ya kukosea, kila kawaida ya kukosea, kila kawaida ya kukimbilia makosa, kila kawaida inayokuvuta kwenye makosa, kila tabia ya mazoea ya kukosea, kila addiction ya kukosea ambayo imeibuka kwa sababu ya roho ya makosa, kwa sababu ya ushawishi wa kipepo wa roho ya makosa, ninaifuta na kuikomesha, ninaifuta na kuikomesha. Ninaachilia mamlaka ya damu ya Yesu, ninaachilia mamlaka ya damu ya Yesu kinyume na roho ya makosa, kinyume na addiction, kinyume na tabia sugu, kinyume na kawaida za kukosea ambazo adui amezipanda kwako, ambazo adui amezipanda kwako, ambazo adui amezipanda kwako, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka
mamlaka ya jina la Yesu, kwa 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 mamlaka ya jina la Yesu. Sema, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaiweka huru willpower yangu, ninaiweka huru dhamira yangu, ninaiweka huru dhamira yangu, ninaiweka huru dhamira yangu ambayo adui ameisonga na makosa, ambayo adui ameisonga na makosa. Sema, kwa damu ya Yesu ninaiweka huru dhamira yangu, ninaiweka huru dhamira yangu, ninaiweka huru dhamira yangu, ninauweka huru msukumo wangu wa ndani, ninauweka huru msukumo wangu wa ndani. Kila hali ya kujisikia kujihukumu, kila hali ya kujiona mwovu, kila hali ya kujiona mbaya, kila hali ya kujiona nisiyefaa, ninaifuta kwa jina la Yesu, ninaifuta kwa damu ya Yesu, ninaifuta kwa jina la Yesu, ninaifuta kwa damu ya Yesu. Maana maandiko yanasema, behold, if the man is in Christ, he is the new creature, all things have passed away. Kila kitu kimepita. Mtu wa Mungu, inua sauti yako, sema, ninakataa kuhukumika, ninakataa kujihukumu, ninakataa kujiona mkosefu, ninakataa kujishtaki, ninakataa kujikamata, ninakataa kujiona nisiyefaa kwa sababu ya roho ya makosa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, sema, ninabadilisha frequency za utu wangu wa ndani, ninabadilisha frequency za utu wangu wa ndani, ninabadilisha frequency za utu wangu wa ndani. Badala ya kujiona nisiyefaa, ninafaa katika Bwana. Badala ya kujiona mkosefu, nimekombolewa na damu ya Yesu. Badala ya kujiona mwovu, nimeokolewa kwa damu ya thamani. Inua sauti yako, sema, ninabadilisha frequency za ulimwengu wangu wa ndani, ninabadilisha frequency za mtazamo wangu, ninabadilisha frequency za vile ninavyojiona kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Kuanzia leo hii nitajiona jinsi neno linavyoniona, nitajiona jinsi maandiko yanavyonitambulisha. Ninakataa kutambulishwa na makosa, ninakataa kutambulishwa na sauti ya makosa, ninakataa kutambulishwa na sauti za kipepo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, natamani hiki kitu kiingie kwenye mfumo wako. Maandiko yanasema, mtu akiwa ndani ya Kristo ni kiumbe kipya, ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mtu akiwa ndani ya Kristo, mtu akimwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ya kale yote yamepita. Ya kale ni yapi? Yote aliyoyafanya kabla ya kumwamini Yesu, yote aliyoyafanya kabla ya kumtambua Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, yote yamepita. Tazama, amekuwa mtu mpya ndani ya Kristo Yesu, ndani ya Kristo Yesu, ndani ya Kristo Yesu. Na kutangazia, mtu wa Mungu, wewe sio mbaya kama ambavyo dunia inataka ujione. Wewe sio mwovu kama dunia inavyotaka ujifikirie. Wewe sio mkosaji na fungu la kukosa mbele za Mungu kama adui anavyotamani ujione. Mungu ana kitu chema kwa ajili ya maisha yako. Pokea hiyo neema ya kuunganika na kuconnect na vile Mungu ambavyo anakuona. Nataka uinue sauti yako kudai ukombozi wako kwenye damu na uhuru katika Roho Mtakatifu. Damu ya Yesu ni damu ya ukombozi. Nataka uinue sauti yako kudai ukombozi wako. Ukombozi ifike hatua isiwe ni hisia, iwe ni kitu halisi unachokiishi ndani, iwe ni kitu unachokiexperience kila siku. Inua sauti, sema, kama maandiko yanavyosema, kilichozaliwa na Roho kimeushinda ulimwengu. Kilichozaliwa na Roho kimeushinda ulimwengu, na ile damu ya msalaba iliniweka huru. Kwa jina la Yesu ninadai ukombozi, ninadai ukombozi, ninadai uhuru wangu ulioko kwenye damu ya Yesu, ulioko kwenye damu ya Yesu na ndani ya Roho Mtakatifu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, sema, ninadai uhuru wangu, ninadai ukombozi,
ninadai mtazamo mpya, ninadai thamani yangu iliyoko ndani ya damu ya msalaba na ndani ya Roho Mtakatifu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kama vile neno linavyosema, mtu akiwa ndani ya Yesu ni kiumbe kipya. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, mimi ni kiumbe kipya, ni kiumbe kipya, ni kiumbe kipya kwenye maisha yangu, ni kiumbe kipya kwenye biashara, ni kiumbe kipya kwenye uchumi, ni kiumbe kipya kazini, ni kiumbe kipya kwenye hatima, ni kiumbe kipya kwa mamlaka ya jina la Yesu. Niko huru ndani ya Kristo Yesu, niko huru ndani ya Kristo Yesu. Nimekombolewa na damu ya thamani, damu ya thamani, damu ya agano, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaitangazia mashariki, ninaitangazia kaskazini, ninaitangazia kusini na kuitangazia magharibi. Mimi niko huru ndani ya Kristo, ndani ya Kristo. Nimekombolewa na damu ya thamani kwa mamlaka ya jina la Yesu. Niko huru. O rabayadaba ekoseketerebobosa ekatarababa sakataya mesarababa sekete mekorababa satayadaba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila zuio la kipepo ambalo adui alikutengenezea, ambalo adui alikukuwekea, limekatika na kupoteza uhalali wake, limekatika na kupoteza utawala wake kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Maandiko yanasema walimshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tunamshinda adui na hila zake, tunamshinda mwovu na hila zake, tunamshinda adui na hila zake, tunamshinda mwovu na hila zake. Sisi sio makosa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sisi sio makosa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sisi ni watoto tunaopendwa na Baba, sisi ni watoto tunaopendwa na Baba, sisi ni warithi wa baraka na ahadi za Kristo kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Inua sauti yako, twende kwenye ombi letu la 8. Nataka umwambie Bwana akuinulie mlango, akupe mlango wa kuponyoka na kupona, mlango wa kuponyoka na kupona. Sometimes vidonda tunavyovipata kwa sababu ya mapigo ya adui vinaenda mbali sana. Unaweza ukawa umetengenezewa trauma within, umetengenezewa weakness within, na haitawahi kujulikana nini unakipitia. Yamkini ninavyoongea hapa kuna mtu ambaye anapitia hali fulani ya sintofahamu, ambapo akijaribu kuiclassify kisaikolojia haipo, akijaribu kuielewa kwa laana haisomeki, lakini tu ni shida iko ndani yake. Inua sauti yako, sema: Baba, katika jina la Yesu, nitengenezee mlango wa kutoka, nitengenezee mlango wa kuponyoka kutoka chini ya kila kosa, kutoka chini ya kila kukosea, kutoka chini ya roho ya makosa, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nipe mlango wa kutoka na kushinda, nipe mlango wa kutoka na kushinda, nipe mlango wa kutoka na kushinda, nipe mlango wa kutoka na kushinda kwenye kila jambo ambalo adui alinikamata, kwenye kila eneo ambalo mwovu alinitengenezea kifungo, chini ya roho ya makosa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninapata mlango wa kutoka, ninapata mlango wa kutoka, ninapata mlango wa kutoka, ninapata mlango wa kutoka. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba unitengenezee mlango wa kutoka, mlango wa kutoka, mlango wa kuponyoka chini ya roho ya makosa, chini ya ushawishi wa makosa, chini ya vifungo vya makosa, chini ya kila namna ya kujiona wewe ni kosa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninapokea neema, ninapokea neema, ninapokea neema, ninapokea neema ya kutoka chini ya kila kosa ambalo adui alinifungia ndani yake. Ninapokea neema kwa jina la Yesu ya kutoka kwenye kila kawaida
ya kuhalalisha makosa, ambapo adui alichochea nibaki ndani yake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tuende kwenye prayer point yetu ya mwisho usiku wa leo. Nataka uinue sauti yako, umwambie Baba, napokea neema ya kutunza nidhamu zangu za kiroho 2026. Yamkini imekuwa ni changamoto sana kwako kufunga, kuomba, kulisoma neno, kuwa mtu serious ambaye unasimama na Mungu wako, kuwa mtu serious kwenye utoaji, kuwa mtu serious kwenye nadhiri ambazo unaahidi. Imekuwa ni changamoto sana. Unaweza ukatweka nia ya kutoa sadaka na ukaila. Unaweza ukaweka nia ya kuomba na ukaacha. Imekuwa ni changamoto kutunza nidhamu zako kiroho. Nataka uinue sauti yako, umwamini Bwana kukupa neema ya kupata mpenyo wa kutunza nidhamu zako kiroho. Ifike hatua ukisema kwamba nataka kuomba usiku wa leo, unaomba. Sio inakuwa kwamba niliishia kwenye kutaka. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninapokea neema yako. Ninapokea neema yako ili 2026 nifanikiwe katika kutunza nidhamu zangu kiroho. Ninapokea neema yako ili 2026 nifanikiwe katika kutunza nidhamu zangu kiroho. Niwezeshe Baba na roho yako. Niwezeshe Bwana na neema yako. Nitie nguvu na nifunulie njia ili 2026 niwe mtu mpya. Kwenye yale matumaini yangu ya kumaliza kusoma Biblia, kwenye yale matarajio yangu ya kujaza neno kwa wingi ndani yangu, kwenye yale matazamio yangu ya kuongeza muda wangu wa kufunga na kuomba, kwenye yale matazamio yangu ya kuongeza seriousness ya kutembea katika purity na usafi. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba neema yako ya kuweza kutunza nidhamu zangu za kiroho. Nipe neema Bwana, nipe neema Bwana, ili niweze kusimama kwa ujasiri kama mtu asiye na hila, kama mtu asiye na mawaa, kama mtu asiye kuwa na makosa ya siri. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba neema, ninaomba neema, ninaomba neema ya kutunza nidhamu zangu kiroho. Baba, niwezeshe, niweze kuheshimu, niweze kuzingatia kila kitu kinachonipa nguvu, kila kitu kinachonipa ubora, kila kitu kinachonifanya kuwa hivi nilivyo, kila kitu kinachonipa upako, kila kitu kinachonipa kutembea kwenye neema. Baba, katika jina la Yesu, nipe jicho la kuona, nipe jicho la kuona, nipe moyo wa uthubutu ili niweze kuvielekea hivyo vitu. Mfungo na maombi, kulisoma neno, kusikiliza mafundisho, kupatikana kwenye ibada na mkono wa utoaji. Baba, ninaomba neema ya kutunza nidhamu zangu kiroho, kutengeneza mahusiano yangu kiroho katika jina la Yesu. 2026 nipe uwezesho wako utakao nisaidia nitunze nidhamu zangu kiroho, nitunze nidhamu zangu kiroho katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haleluya, katika jina la Yesu. Amen.